Bwana, kuelekea kwenye dirisha kubwa linalokuja katikati ya mwaka huu, Simba Sports Club wanataka kufanya juu chini kuhakikisha kwamba wanaipata saini ya kiungo mshambuliaji wa klabu ya Vipers, Arafati Kiza Usama, mwenye umri wa miaka 21 ambaye amekuwa na msimu mzuri msimu huu akiwa na klabu ya Vipers. Mechi 20, magoli 8, pasi za usaidizi 3. Amekuwa kwenye kiwango kizuri, ni moja kati ya vijana chipukizi katika nchi ya Uganda ambao wanazungumzwa kwa ukubwa. Simba wameanza kumweka kwenye shortlist yao mapema ili kuhakikisha kwamba wanafanya biashara yake kuja kwenye viunga vya Msimbazi kwenye dirisha kubwa linalokuja. Sasa Arafati Usama ni kijana mwenye umri wa miaka 21 na huu ni msimu wake wa 3 katika soka la juu la kiushindani. Yaani msimu huu unaoendelea ni msimu wake wa 3 full kama mchezaji wa kulipwa. Sasa kwa ujumla amecheza jumla ya michezo 50 ambayo nimeiona ikiwa rasmi. Amefunga magoli 18 na ana pasi za usaidizi 9. Ina maana kwenye michezo takriban 50 amechangia takriban magoli 27, na unaweza kuona hapo kwenye takwimu kwamba magoli 18 yanakuonyesha kwamba huyu ni mtu ambaye ana jicho la goli mwisho wa siku. Sasa kwa nini Arafati Kiza Usama? Yaani kwamba kwa nini Simba katika majina yote ambayo labda wangeweza kuyaweka bayana au kuvujishwa kwa wakati huu, kwa nini jina la huyu kijana liweze kuvuja? Huyu kama nilivyoweka bayana ni kiungo mshambuliaji, lakini kwa sehemu kubwa ya kampeni ya msimu huu akiwa na Vipers na hata kwenye kipindi cha nyuma akiwa na KCCA, kwa sababu alianza KCCA kabla ya kuja Vipers, amekuwa akitumika zaidi kwenye maeneo ya pembeni, kulia na kushoto. Anatumia mguu wa kushoto na mara nyingi anatumika pembeni, licha ya kwamba kiasili anaweza kucheza kama namba 10 na hata profile yake inamtambulisha zaidi kama namba 10, lakini anaweza kucheza kulia, anaweza kucheza kushoto. Sifa yake kubwa ni kuingia ndani na kuja kuongezeka kwenye eneo la katikati. Maanake hasa unapomtumia upande wa kulia, anaweza kutumia mguu wake wa kushoto akaingia ndani, ana jicho la kufunga kama ambavyo takwimu zake zinaonyesha, anaweza kuiona pasi ya mwisho, ni mbunifu na sio mtu kukumbatia chaki peke yake. Sasa ukijaribu kutizama sifa za mawinga waliopo Simba, ndio wako hivyo. Kina Libase Gay, mguu wa kushoto ataingia ndani. Anese Oura ndo unamuona kila sehemu Simba kwa na mpira. Kuna muda unamuona mpaka karibu na Chama, unaweza ukaja ukamuona mpaka karibu na upande wa Libase huku upande wa kulia. Yaani ni mtu ambaye yuko everywhere. Sasa Simba wanataka watu ambao ni fluid, watu ambao wanakuja na kitu ambacho ni hybrid kwenye swala zima la kuweza kutengeneza mpishano kwenye lile eneo la kiungo cha ushambuliaji. Sio mtu ambaye anakaa eneo moja peke yake. Watu ambao wako comfortable kudrift kuja ndani, kutoka tena nje na bado wakawa na uwezo wa kuleta impact. Arafati Usama anakidhi hicho kitu mwisho wa siku, na ndio maana Simba wamemtarget kama sehemu ya ingizo kuelekea kwenye dirisha kubwa. Huu ni mwezi wa 3, lakini Simba tayari wameona kwamba kuna haja ya kufanya haraka kumpata huyo mchezaji kwa sababu ana fit kisifa kwenye kile ambacho mwalimu Steve Barker anakitaka kiufundi kutoka kwa viungo washambuliaji wake. Kwa hiyo unaweza kuona mwisho wa siku Simba wameidentify mchezaji. Lakini ukweli ukijaribu kuitazama biashara ya Simba haijakuwa na ukakasi kabisa. Biashara yao imekuwa nzuri sana kwenye dirisha dogo. Umeweza kuona maingizo takriban 7, lakini yote yameclick. Yaani kiukweli Simba wakiendelea na trend hii ambayo wanakwenda nayo kwenye usajili wao, kiukweli watakuja kutengeneza timu nzuri sana. Sasa unachoweza kuja kukiona mwisho wa siku ni kwamba Simba wanatafuta majibu ya muda mrefu, kwa maana kwenda kwa kijana miaka 21 ni kiasi cha kuonyesha kwamba wanaiangalia miaka pengine 5, 6 inayokuja kulingana na kiwango chake na ukubwa ambao watakuja kuutengeneza mwisho wa siku. Lakini pia wanataka kutengeneza upana wa kikosi, uwe na options mwisho wa siku. Lengo sio tu kuwa na kikosi cha kwanza kizuri, lengo ni kuwa na squad nzuri, sio kuwa na first 11 nzuri, ni kuwa na depth mwisho wa siku, kwamba anayetokea benchi na anayeanza hata kama kuna mpishano ni mdogo sana, yani kiasi kwamba anaingia labda pengine hata tofauti yake ni ndogo mno na yule alianza mwisho wa siku. Kusiwe na ile disparity kubwa kwamba alianza basi akitoka tu tayari kwa kuna drop off mwisho wa siku. Simba wanataka ku maintain hiyo standard, wanataka kuhakikisha kwamba kuna quality ambayo inajitosheleza kwenye maeneo yote kwa kiwango ambacho kinakaribiana. Na Arafati Kiza Usama, goli 8, assist 3 kwenye mechi 20, ni moja kati ya majina ambayo Simba wanataka kuhakikisha wanafanya biashara yake kuelekea dirisha kubwa.